Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtangazaji na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na Mwangaza Digital katika tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 10. Shauku kwa ajili ya utukufu wa Mungu inaongezeka ndani mwangu, lakini shime. Mbona bado kuna mambo mengi hayajafanyika ambayo utume unaweka mbele yetu? Kuwahubiria maskini kwangu ni jambo zuri lililo bora zaidi, na nipo tayari kufanya lolote lile Mungu analotaka. Lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu inaongezeka ndani mwangu, lakini shime. Mbona bado kuna mambo mengi hayajafanyika ambayo utume unaweka mbele yetu? Kuwahubiria maskini kwangu ni jambo zuri lililo bora zaidi, na nipo tayari kufanya lolote lile Mungu analotaka. Maneno haya Mtakatifu Gaspari yanatoka kwenye kina cha moyo wa kimisionari uliowaka kwa moto wa upendo wa Kikristo. Haya si maneno ya mtu aliyeridhika na mafanikio ya kitume au aliyekuwa na hofu ya changamoto. Ni sauti ya nabii wa ndani aliyeguswa katika utukufu wa Mungu kiasi kwamba hakutaka chochote zaidi ya kumtumikia yeye kwa moyo wote, hasa kwa kuwatumikia maskini na waliotengwa. Katika dunia ya leo iliyojaa vishawishi vya umaarufu, faraja na mafanikio ya nje, ni nadra kusikia sauti kama hii. Sauti inayopima mafanikio ya utume si kwa idadi ya watu waliokusanyika au kwa ukubwa wa jukwaa, bali kwa kiwango cha huduma halisi kwa walio maskini kiroho na kimwili. Kwa Mtakatifu Gaspari, kuhubiria maskini inakuwa kazi ya kawaida. Ilikuwa ni heshima kubwa, zawadi ya mbinguni, jambo la uzuri lililo bora zaidi. Aliamini kuwa ndani ya maskini yuko Kristo aliyejificha, akingojea kupendwa, kuhudumiwa na kutangaziwa habari njema. Shauku ya utukufu wa Mungu ilimchoma ndani mwake kiasi kwamba aliona kila siku kama fursa mpya ya kutoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wa roho. Alitamani kutimiza kila pumzi yake kwa ajili ya Bwana. Lakini hata katikati ya shauku hiyo, bado alitambua hali halisi ya ulimwengu, kwamba bado kuna kazi nyingi hazijafanyika. Hii ndiyo roho ya kweli ya misionari, moyo usioridhika, moyo unaotambua kwamba bado kuna nafsi nyingi hazijaguswa. Bado kuna maskini wengi hawajasikia habari njema. Bado kuna watu wengi wanaoteseka gizani bila nuru ya Kristo. Hapa ndipo tunagusa kiini cha utakatifu wa Mtakatifu Gaspari. Utakatifu wake haukuwa kukaa mbali na dunia, bali kushuka katikati ya dunia yenye majeraha kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya damu yake takatifu. Alikuwa tayari kwenda popote, kufanya lolote, kuvumilia chochote, mradi tu atimize mapenzi ya Mungu na alete utukufu kwa jina lake. Leo hii sisi nasi tunaalikwa kujiuliza, je, shauku ya utukufu wa Mungu inaongezeka ndani mwetu? Je, tunaona huduma kwa maskini kama mtume wa kifahari au mzigo tunaokwepa? Je, tunatambua kuwa bado kuna mambo mengi hayajafanyika katika kazi ya Injili? Je, tupo tayari kufanya lolote lile ambalo Mungu analotaka? Mtume Petro aliandika, lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, ili niimalize safari yangu na huduma ile niliyopewa na Bwana Yesu, ya kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Ukirejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20 aya 24. Na Yesu mwenyewe alitufundisha, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Ukirejea Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 18. Mtakatifu Gaspari alijua kuwa huduma kwa maskini si jambo la pembeni katika kanisa, bali ni moyo wa Injili. Katika maisha ndipo tunakutana na Yesu aliyejeruhiwa, aliye na njaa, aliye uchi, aliyemfungwa, aliye mchovu. Na kwao tunapoonyesha huruma, tunalitukuza jina la Mungu kwa namna ya kipekee kabisa. Tafakari hii inatufundisha kuwa utume haujalishi bado kuna roho zinahitaji kuamshwa,
bado kuna maskini wasiojisikia kupendwa, bado kuna vijana waliochanganyikiwa, bado kuna kanisa linalohitaji wamisionari wa kweli. Kama Mtakatifu Gaspari, na sisi tuseme, shime, nipo tayari kufanya lolote lile Mungu analotaka. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Benedict Kenan Nyotoka wa shirika la damu azizi ya Yesu Kristo.